Haisei na kwaje, karibu sana ndani kipindi Vibe mtaani, ikiwa ni ndani ya Rombo Kodo Radio. Wanakuita wananiita Hoffman mwana wa mzazi, na kama ilivyo kila siku ya wiki kuanzia mida ya saa 4 hadi saa 7 tunakuletea kipindi Vibe mtaani uweze kujua kipi ambacho tunapitia sisi kama wanajamii, yani kama inakuhusu pia na sisi inatuhusu, ndio nakupatia nafasi ili tuweze kuzemezana hapa ndani ya Vibe mtaani. Siku hii ya leo nipo na ndugu yetu mmoja ambaye alikuwa na nia ya kuwania kiti cha uwakilishi wodi katika eneo la Komarok, ambaye tutakuwa tunaongea naye siku hii ya leo kuhusiana na siasa. Unajua watu wengi kila siku ukipita mahali popote, ukiingia sokoni, barabarani, kwenye steji za matatu, pikipiki, wote wanaongelea siasa. Siku hii ya leo ndio maana nimeweza kumleta hapa aliweze kutushanganulia kidogo ni wapi pale pia tunaona ya kwamba serikali inapotea, wapi inafeli, wapi inafanya vizuri zaidi. Unajua kila mtu akona uzuri na ubaya pia. Ndio basi nakupatia nafasi hii uweze kusema nasi hapa pia. Uko na nafasi nzuri sana ya kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii @Rombo Kodo Radio. Nami nifuatilia Hoffman mwana wa mzazi Binyanyo Mwanza. Karibu sana, nipo naye, nataka nimpatie nafasi aweze kujitambulisha. Aisee, kwanza unaitwa nani? Kwa majina naitwa Eric Macharia Mwaura. Mimi ni Mkristo na tena mimi ni Mkenya halisi. Yes, naishi eneo la Komarok. Yes. Hapa mjini Nairobi. Basi ndio nampatia nafasi aweze kutushanganulia siasa hapa nchini Kenya. Kwa sasa hivi uliweza kutueleza ya kwamba, na tena ni vizuri uweze kutueleza hapa ili msikilizaji na mtazamaji ile ambaye anatufuatilia aweze kujua. Ulikuwa na nia ya kuwania kiti cha uwakilishi wote katika eneo la Komarok. Kulikuwaje? Nilikuwa na hiyo nia ya kuwakilisha watu wangu wa Komarok kwa sababu kwanza hao watu mimi nawapenda na hilo ni eneo langu kwa miaka mingi. Na pia nilikuwa na hiyo hamu ya uongozi ndani yangu kwa sababu najua uongozi huanza nyumbani. Kisha inaenda kanisani, kisha inaenda nchi nzima. So mimi nimelelewa kwa nyumba mzuri, na pia nimelelewa vizuri katika kanisa, na pia nilikuwa nasikia niko na ule mwito wa kuiongoza nchi ama eneo langu la ward. Je, unaweza ukatueleza, umesema kulikuwa na mwito ama pia kutoka ndani yako ule uko na ile unasikia kwamba unaweza you can lead people. So ni kitu gani, ama umeweza kuwa katika mashirika mbalimbali ama katika uongozi wowote ule, uwe ni wa kanisani, uwe pale vijijini tu kuongoza vijana na kitu kama hiyo, ushawahi fanya kitu kama hiyo? Nimefanya hivyo kwa sababu mara nyingi mimi ni muongezi sana. Mimi napenda kuongea sana. So siku kabla ianze asubuhi mpaka jioni na kuaga nimetangamana na watu wengi sana wa kila aina. So mara nyingi katika maongeo yangu tunaongeanga mambo mengi kwa sababu watu hupitia mambo mengi lakini hawana kiongozi wa kuwaambia. So mimi nimejitokeza kama msikilizaji, mtu ambaye anawapa masikio, mtu ambaye wanaweza muendea kwa urahisi. So hiyo ndio nimekuwa nikifanya. Eric Macharia ambaye alikuwa na nia kuwania kiti cha MCA katika eneo la Komarok atatuambia, je, mbona nia yake haikutimia mwaka 2022? Hapa ndani ya Vibe mtaani ukiwa nami Hoffman mwana wa mzazi. Endelea kusema nasi katika njia ya mitandao, ipo wazi kwa ajili yako. Aisee, tufuatilie katika mitandao yote @Rombo Kodo Radio, nami Hoffman mwana wa mzazi. Je, ulikuwa na ndoto lakini mbona haikutimia mwaka 2022? Hiyo ndoto ilianza mwaka 21. Wakati ambapo nilisikia mwito. Nimekaa Komarok miaka 33. So nikaona kwamba huo uongozi niko nao ndani yangu. Nikasema mimi nataka kuwa diwani wa hilo eneo la Komarok. So nikaanza kuuza sera. Nikajiuza. Nilikuwa naongea na kila mtu. Nikikuta wewe ni kijana na kuambia sera yangu. Nikikuta wewe ni mama na kuambia sera yangu. Nikikuta wewe ni mzee na kuambia sera yangu. Nikikuta wewe ni mtoto na kuambia sera. So nikaendelea hivyo mpaka wakati ambapo ilifika Januari 2022 ndio nikaanza kutangamana sasa na viongozi ambao wanachipuka. So kati yao niliweza interact na ma MP ambaye ni current, na pia nika interact na ma MCA 11 ambao walikuwa wanataka kiti cha Komarok. Mbona kuingia kwenye debe? Nilipata ajali kidogo, naweza sema ni ajali ambayo ilikatiza hiyo hamu yangu. 2022 nikiwa kule Jacaranda Grounds. Mimi napenda kujifanyia kazi kwa mikono yangu. Siamini kwamba siku inaweza isha nikiwa nimekaa hata sijatengeneza 200
mimi napenda kuwa innovative. Either niwe kazini ama niende kule sokoni, nitafute vitu, nije kwa customers wangu, niwauzie. Ndio hiyo siku ikifika jioni nifanye hesabu ya ile pesa nimetengeneza. So mimi napenda kujifanyia kazi. Ndio sababu naambianga wa Kenya, hata kama hujapata kazi kwa serikali, unaweza fanya biashara. Itegemei kiwango kipi, bora uwe na ile hamu ya biashara. Unajua saa ingine tumepewa vipawa na Mungu lakini hatuvitumii vizuri. Lakini mimi nakubali Mungu alinipa kipawa cha kuzungumza na watu na pia kipawa cha uuzaji. Mimi nakiita kwa kimombo marketing. Na tena mimi hupenda kusoma kwa sababu saa ingine ni mzuri kusoma kuhusu marketing, ndio ukikaribia huyo customer unajua jinsi ya kumkamua pesa. Unaona, customer ni rahisi sana kumkamua pesa kama uko na ujuzi wa masomo. Asante sana. Umeweza kugusia pia masuala ya sera. Je, sera zako zile ambazo ulikuwa nazo kwa watu wa eneo la Komarok ni kama zipi? Sera yangu ya kwanza ni utumiaji wa mihadarati. Ungeimalizaje? Nilikuwa naona hiyo eneo, unajua Komarok ni eneo ambalo tunaweza liita suburb. Na upande huu mwingine wa Kayole ni eneo ambalo pia nataka liwe suburb. Nitoshanishe maeneo hayo yote mawili. Sasa ndio nilikuwa naona mihadarati inatumika sana. So nikasema ningeweza kuwa na mwito, nizungumzie vijana, niwaambie ukimaliza form 4 bado kuna zile nafasi za kuendelea na kusoma, kwa sababu watu wengi wanamalizia shule hapo. Mtu anasema akiwa kijana, mimi sitaki kuendelea na masomo ya college. Lakini ukumbuke kwamba masomo ya college ni muhimu pia, kwa sababu hata ukitaka kazi mzuri lazima uwe na cheti cha kuidhinisha kwamba umefanya college vizuri. So hayo ndio masuala ambayo nilikuwa nataka kusuluhisha, nijadiliane na hao vijana ambao wanatumia mihadarati, niwaletee vitu kama maktaba, vitabu vingi, na niwaonyeshe jinsi ya kutumia hivyo vitabu, kwa sababu mimi napenda kusoma na mimi ni muuzaji wa vitabu. So hiyo ilikuwa sala moja. Sera moja ndio umeweza kuzungumzia kuhusu swala la kumaliza mihadarati, na pia swala la masomo umeweza kuligusia lakini kwa uchache. Nikipenda uweze kufafanua hivyo. Unajua vijana wengi wapo katika eneo hili la Nairobi, tuseme mji wa Nairobi, wengi wameweza kusoma, na pia hao wengine ndio unaweza kupata ya kwamba wameweza kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Je, baada ya masomo, kazi, swala la kazi ungelimalizaje? Kwa sababu tunaelewa fika ya kwamba vijana wengi hapa mjini Nairobi wanahangaika. Kila siku utapata vijana wengi wanaingia kwenye maofisi na karatasi, lakini kazi haziko. Ungemalizaje swala la kazi hapa katika eneo la Komarok? Kazi ni relative. Kwa sababu kuna zile kazi za nyumbani. Kama mimi nilikuwa na mke na niko na watoto 3. Tukilea hao watoto, kuna zile kazi bibi yangu Alice alikuwa anafanyia watoto wangu, na pia kuna ile majukumu mimi kama baba yao nilikuwa naenda huko nje na yatimiza, ili niweze kupata pesa, niweze kuzileta nyumbani ili tuweze kujikimu mahitaji. So mimi ningesema ya kwanza, wewe ni mtu umeumbwa na Mungu kwa mfano wake. Kuna zile talanta Mungu amekupea. Ya kwanza unafaa ujiulize, ni nini napenda sana? Na kimombo tunasema what is my passion? From your passion, that is when you can know what you can be able to do. Na hiyo inaweza kuwa hobby. Out of that small hobby, you can turn it into a business opportunity. In fact, siku hizi mimi hata nawaambia watu wasitafute kazi. Kuja kwangu, niwasiliane na mimi, nipigie simu, nikufanyishe interview. Nijue unaweza nini na uko wapi vizuri. We turn that skill into an opportunity which can create wealth. Kwa sababu hatutaki kutengeneza profits. Unajua biashara, kazi ya biashara ni kutengeneza profits. Lakini sababu ya high inflation, tunaona hata zile profits zinakuwa eroded na taxation. Unaona? Lakini ukiwa na opportunity, out of your passion, you can be able to generate wealth. You can become an entrepreneur. Unaona? Na entrepreneurship ndo ina nini? Tuko na mifano mizuri. Tuko na kina Mel Gibson, one of the best movie actors. He's an entrepreneur.
Denzel Washington, our very own huyo mwenye hii computer anaitwa nani, Bill Gates. They are entrepreneurs. Hawa hata labda hawakumaliza shule, lakini walikuwa na ile passion ya kuona kwamba matatizo ya record keeping typewriters itakuja kumalizwa ili tuwe na mtambo wa keyboard na monitor na desktop, ndio? So hayo ndio masuala ambayo watu wanafaa wajiulize kama wa Kenya. What am I really good at? What is my passion? Out of that passion, can I create an opportunity? Yeah. Of course, serikali inajaribu vile iwezavyo. Sitaitoa makosa. Lakini kabla iafikie kwamba itaajiri sisi especially vijana. Unajua ukiangalia 80% of Kenyans ni vijana kati ya miaka 40 kwenda chini. Unaona? Tujaribu create wealth. Najua times are hard. Challenges ziko kila mahali. Hata wakati huu pesa haikai kwa mfuko. Uko na 1,000 2,000 unaona tu inatopotea potea hapo katikati. Lakini if you can have a passion, I believe you can develop. Kama mimi napenda passion ya reading. I read a lot of inspirational materials. Unaona? Hayo pia yananisaidia katika mazungumzo yangu wakati nafanya biashara zangu. Masuala mengine ambayo tutakuwa tunazungumzia hapa ndani ya Vibe Mtaani, msikilizaji, ni swala la maji ambayo wakati mwingine mitaa mingine hapa mjini Nairobi wanataabika sana. Unapata wananunua maji katika mtaa wa Komarok. Hali ilikuwa namna gani? Atakuwa analizungumzia hilo pia. Mambo ya women empowerment atakuwa anasaidiaje? Alafu na pia masuala ya elimu, wanafunzi kupata basari, kitu kama hicho pia atakuwa anaguzia. Alafu baadaye tutakuwa tunamalizia na masuala ya siasa hapa nchini Kenya. National politics tutakuwa tunaguzia. Je, yeye kama ama alikuwa na nia ya kuingia katika siasa, serikali imeweza kufanya kazi kwa zaidi ya mwaka mmoja ambayo imeweza kukaa ofisini, ama hali iko namna gani? Unaendelea kufuatilia kipindi Vibe Mtaani ukiwa nami Hoffman mwana mzazi, ikiwa ni ndani ya Rombo Kodo Radio, yani show zote zinafuatilia. Tuweze kuzungumzia barabara katika eneo la Komarok ziko namna gani? Barabara katika eneo la Komarok ziko hali tata. Naweza sema ziko 50-50. Kuna maeneo ambayo barabara iko salama, sawa, na kuna maeneo ambayo tunaita periphery ambayo yanahitaji pia kurekebishwa ili wakazi waweze kuwa na access kwa manyumba yao ama kwa mabiashara na pia katika mashule. So hiyo ni jambo ambalo nitaliangazia kwa uzito. Kipi utafanya tofauti kuhakikisha kwamba hali za barabara katika eneo la Komarok ziko sawa? Ya kwanza tunaweza angazia barabara. Unajua barabara kuna type 3. Kuna ile tarmac, kuna ile maram na kuna hizi za kabro. Ningependa zile barabara zinazoingiza huko ndani ya Komarok ziweze kuwekwa kabro. Asante sana, umeweza kugusia hilo. Kwa sababu ya muda tutakuwa naona mwelekezi wangu ananiambia tuweze kuharakisha kidogo. Je, swala la afya katika eneo la Komarok, hali katika hospitali, zahanati ziko namna gani? Dawa zinapatikana vile? Unajua wewe ukiwa na nia ya kuingia katika uongozi unafanya research yako vizuri, unaona kipi ambacho kinastahili kurekebishwa mahali wapi, lini na wakati fulani, hivi vitu kama hivyo. Je, hospitalini dawa ziko, wauguzi wapo, hali ya afya kiujumla iko namna gani? Komarok ni eneo ambalo naweza liita middle class. Mara nyingi wakazi wa pale wanafanya kazi Nairobi kisha wanakuja hapo kuishi. So tuko na changamoto moja, hatujai kuwa na kitu inaitwa public health center eneo la Komarok. Hilo ni jambo ambalo nitalitilia mkazo zaidi, kwa sababu ningependa kila mtu apate afya mzuri, especially wakazi wa Jada. Ni wakazi wangu ambao nawapenda sana Wakangurwe. Tuzungumzie swala la elimu sasa hivi. Mambo ya basari najua zinaendelea kukuwa distributed sasa hivi. Wewe kama Eric ambaye alikuwa na nia, na sasa hivi nadhani ya kwamba utakuwa unatueleza kama mwaka 2027 bado hiyo nia ipo ama itakuwa imepotea. Je, kipi ambacho unaona ya kwamba ungefanya tofauti labda na yule mwakilishi wodi aliyekuwa awali? Swala la masomo iliko karibu sana na moyo wangu, kwa sababu mimi niko na historia nzuri ya kupata masomo mazuri. Nilienda shule ambayo inaitwa Bondeni Primary. Iliko nasema we lead while others follow. Hiyo ndio shule yangu. Nikaenda shule nyingine inaitwa Gaishanjiro Boys. Shule mzuri sana, nikasoma vitabu kwa maktaba. Sasa swala hilo ndilo nitaangazia
kwa umuhimu na kwa uzito zaidi, kwa sababu mi ningependa shule zangu Komorok Primary, Komorok Secondary, Komorok South, zote na haya mashule mengine ya privatia, zote ziwe na maktaba ambayo inatoshea watoto kama 500, na ziwe pia na waksha mali watoto wangu watajifunza kazi ndogo ndogo za ufundi. Mimi pia ni muuzaji, nauzanga vitu za watoto. Napenda watoto sana, sababu najua kitu inaitwa early development ya mtoto. Unampea vitabu na unampea vitu vya kuchezea. Yes. Vizuri sana, ameweza kuguzia mengi sana. Naitwa mheshimiwa mtarajiwa, labda mwaka 2027 ndani ya Vibe Mtaani. Tuweze kuachana na mambo na masuala sasa ya Komorok, tuweze kugusia masuala ya national politics. Kufikia sasa Ruto yupo ofisini zaidi ya mwaka mmoja. Lipi ambalo umeweza kusema ama utasema ya kwamba mheshimiwa rais ameweza tunaweza kumpatia dole kwa lile ambalo ameweza kulifanya? Raisi ambaye nampenda, ambaye ni President William Samoei Ruto daktari, tulimfanyia campaign ingine moto moto 2022, na wakati ambapo walichaguliwa watu walifurahi sana, sababu tulijua kwamba tumepata mkombozi. Najua hajakaa sana katika ofisi, labda amepata changamoto moja, changamoto nyingine, lakini pia ako na uwezo wa kuongoza. Kile ningeomba angetuita, especially sisi ambao ni emerging leaders, atupe mahali kikao, asikize mawazo yetu, atangamane na yake, ili tuweze kuijenga Kenya pamoja. Kenya ni nchi yangu, mimi naipenda, na nimeishi hapa miaka mingi sana. Hata wakati wa Moi nilikuwa hapo, wakati wa Kibaki nimekuwepo, wakati wa rais mtukufu Uhuru nimekuwa hapo pia. Unaona, so nimeona mambo ambayo yamekuwa kisenge mnenge. Tukishikana vichwa kama viongozi, watu wanahitaji msaada, lakini msaada wa viongozi hautoshi, pia wanahitaji msaada wa yule yuko juu sana. So ashikana na sisi, tumpe mawazo yetu, sisi turudie wa Kenya, kuzi wa Kenya wanatuhitaji sisi kama viongozi. Tusikize masuala yao, kwa sababu kila nafsi iko na shida. Kweli kabisa. Umesema pia unatangamana sana na watu. Masuala ni mengi tu ambayo yanaendelea kuibuka huku nje, ukitembea na raia wale ambao wanaendelea kufanya shughuli zao, japo masuala ambayo ni ya housing, mambo ya nyumba, pia mambo wale ambao wameweza kuajiriwa, mambo ya NSSF, mambo ya NHIF sasa hivi imeweza kubadilishwa, inaitwa SHIF na mambo mengine. Wanasema ya kwamba ushuru ambao unaendelea kukua ni mzito sana na ni mzigo. Inakuwa ni changamoto kukimu mahitaji ya pale nyumbani na pia mambo mengine. Je, unazungumziaje kwanza swala la housing levy? Unajua hata wakati wa Yesu, wakati alienda katika hekalu, aliulizwa swali na makuhani, ni vizuri kulipa ushuru, tuulipe Caesar ama tumlipe nani? Akachukua coin, akasema picha ya nani kwa male? Akasema hiyo picha ni ya Caesar, basi mlipeni Caesar kilicho chake. Kile ningeomba Wakenya tukubali kulipa ushuru, lakini nao kwa upande wa serikali wacha ituonyeshe ushuru unatumika jinsi gani, ndio tuwe na ile imani kwamba hizi pesa tunazotoa ni za kusaidia raia. Unaelewa, katika mipango mingi, katika elimu, katika afya, na kitu kingine ambacho ni muhimu zaidi katika ECDE development ambayo ni CBC. Mimi naweza jieleza vizuri CBC kwa sababu naielewa. Nimesoma vitabu vya jinsi CBC inavyostahili kuelekezwa. Unaelewa? Tuone at least mapato yale tunatoa kwa serikali yanatumika vizuri. Transparency and accountability. Pia tunawaomba wale ambao wana mkono mrefu, watusamehe, waache kuchukua hizo pesa. Zinahitajika. Watoto wetu wanahitaji madawa, wanahitaji pampers, wanahitaji chakula wakiwa shuleni, especially vile Sakaja anafanya kazi mzuri sana. Wa governor Sakaja anapea watoto wetu dishi kwa county. So mtoto wa maskini, mtoto wa tajiri ako na kile kijisahani
cha chakula, so hata akirudi darasani anaweza kusikiza masomo. Aha, kwa sababu ya muda ningeweza tuweze kuzungumzia masuala mengine kama uchumi. Sasa hivi uchumi wa Kenya unaona uko katika hali gani sasa hivi? Tuko katika hali ambayo tunaweza sema ya kwamba tuna yule Mkenya wa huku chini kabisa sasa hivi anapata kitu ya kuweka tumboni mwisho wa siku. Nitarejelea swala langu la kwanza. Uchumi unaanza nyumbani. Kama wewe ni mume, tunza mke wako, mupe vipojopojo. Wakenya wanauliza, ndio vipochoposho atakuwa anapewa, lakini pesa zinatoka wapi? Unajua, ukitaka kujenga uchumi, mtu huanza nyumbani, kwa sababu hizo pesa unazoenda kutafuta kule nje unakuja kuzitumia hapa kwa nyumba. So make sure umetunza mke wako. Kama huna pesa, mwambie baby, leo sijatengeneza chochote. Usimfiche. Nawe mzee, ukitengeneza pesa mingi, leta kwa meza, mkae mpange na mke wako, mwambie hizi ni za mahitaji ya watoto, hizi ni za landlord, hizi ni za nyumbani, na hizi ni za kuweka kwa sababu za usiku za usoni. Asante sana. Tutakuwa tunarejelea sehemu ya pili. Kwa saizi naona mwelekezi wangu ananiambia muda umeweza kuyoyoma. Swali la mwisho labda, mwaka 2027 utakuwa debeni? Itategemea kwa sababu unajua itategemea kile chama nitaenda nacho. 2022 hiyo wito nilikuwa nataka kusimama na chama cha Dr. Alfred Mutua, chama cha maendeleo chap, kwa sababu mimi nakuanga chap. Hata nikitembea natembeanga kama askari battalion. So niko na vyama viwili. Kuna chama changu cha na kienzi cha Daktari Alfred maendeleo chap, na pia niko na chama kingine kizuri ambacho ni emerging party, kinaitwa the Green Party, kikiongozwa na Dr. Sakaja. Kwa hivyo inategemea mwaka 2027 tutakuwa, labda sisi kutoka Rombo Kodo Radio tunakutakia kila laheri katika waanzilishi wangu, wakati huo tutakuwa tunafanya mambo yetu. Nimesema asante sana kwa muda wako, kwa kutupatia nafasi kuzungumza, na pia wakaji wa Komarock wameweza kukusikia na kukuona. Kweli kabisa, na pia wamepata nafasi ya kusikia sera zako. Mwaka 2027 wao wenyewe watafanya maamuzi. Asante sana. Imekuwa wakumbushe, kesho kuna basari. Wapi? Victory Church, nyuma ya Mwangaza SDA, karibu na Lakewood Schools. Hapo saa 2 asubuhi kuna basari ambazo zinapeanwa na MCA wetu Dr. rafiki yangu Chris Mtumishi anapeana basari hapo. Mfike mapema, mtanipata huko. Chris Mtumishi ambaye ndiye mwakilishi wadi katika eneo la Komarock, basi umeweza kusikiliza, kesho atakuwa anapeana basari katika eneo hilo. Asante sana kwa kutufuatilia. Nimesema shukrani sana kwa kunipatia nafasi na kunipatia sikio lako kwa dakika hizi ambazo zimeweza kupita, lakini tena sehemu ya pili tutakuwa tunakuandalia tuweze kuzungumza mengi. Najua umeweza kukosa kusikia masuala mengi ambayo yanahusu hapa nchini Kenya, ambayo labda tutaweza kuzungumza wakati mwingine. Nite Hoffman mwana wa mzazi Binyanyo Mwanza, lakini pande ya Tanzania wananiita mfalme wa burudani. Hadi wakati mwingine, imekuwa kipindi hewani Vibe Mtaani, ikiwa ni ndani ya Rombo Kodo Radio, show zote zinasikiliza.